ametukirimia kibali na nafasi ya kuendelea kuishi kufika jioni ya leo, na kusalimu katika jina la Yesu Kristo, nikiwa natumai ya kwamba msikilizaji mpendwa Ruben FM uko salama katika jina la Yesu Kristo. Namshukuru Mungu kwa neema hii ambayo ametuneemesha kuwa nayo kufika tarehe hii ya leo ambayo ni mwisho wa mwezi wa 10. Ni kwa rehema za Bwana na ni kwa huruma zake Mungu tungali tunaishi. Tuna kila sababu za kumshukuru, kumtukuza, kumwamini na pia kumtumaini, kwa maana ndiye mwenye nguvu na ndiye mwenye uwezo. Imempendeza kwamba siku ya leo tuweze kupata nafasi ya kutana, ni kwa ajili ya kuendelea kushiriki neno lake Bwana. Studio ni Pastor Isaac wa Holy Way Ministries, nikiwa nakuletea kipindi cha kweli siku za mwisho. Natumai ya kwamba uko salama, na kama kuna mambo ambayo umepitia ambayo yanakutesa moyo, usikate tamaa. Kuna Mungu ambaye ni mwaminifu, anaweza geuza mabaya kuwa mema kama alivyomgeuzia Yusufu. Cha muhimu sana, usichukue hatua mbaya. Usichukue hatua mbaya katika yote ambayo inaweza kuwa amekupata. Mtumaini Bwana na usimame ule upande ambao unampendeza Mungu, na bila shaka utauona wema wake Bwana. Ningependa tuweze kumshukuru Bwana kwa njia ya maombi tunapoingia katika kusikiza neno la Bwana, na itakuwa ni baraka katika jina la Yesu Kristo. Mahali ulipo naweza kuunganika hapo pamoja nami kwa imani tuweze kuomba, na pia nawe unaweza kujiombea hapo ulipo tu, kampa Bwana hitaji lako, na Mungu ni mwaminifu, anaweza kusikiliza na akakutendea mema. Nasoma kitabu cha Zaburi 25. Zaburi 25 mstari wake ni wa 4 na mstari wa 5, alafu tutakuwa tunaomba katika jina la Yesu Kristo. Zaburi 25 mstari wa 4 na wa 5. Bwana, unijulishe njia zako, unifundishe mapito yako, uniongoze katika kweli yako na kunifundisha. Maana wewe ndiwe Mungu wa wokovu wangu, na kungoja wewe mchana kutwa. Tuamini, tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu ishemele, tunasongea mbele zako kusema ni asante kwa mako na fadhili zako. Asante kutupenda, asante kutulinda. Asante Bwana kutukirimia kibali na nafasi ya kuendelea kuishi mpaka masaa ya Bwana. Uinuliwe Yesu na utukuzwe, abudiwe na heshimiwa kulinda studio hizi. Umelinda watangazaji, umelinda wasikilizaji wote wa Ruben FM. Tunasema ni asante Bwana, tunakushukuru kwa yote. Tunajua kwamba unatuwazia mema na mipango yako kwetu ni mipango mema. Tunasema ni asante. Tunaomba tumsamaha wa dhambi, yale tumefanya sio kupendeza. Bwana utusamehe, tutakase na tusafisha Baba, tupate kibali machoni pako Jehova. Unapozuri wengine ukatukumbuke sisi wanao, kwa maana hatuna mwingine ila ni wewe Jehova. Bwana tunakuomba ukazidi kutamalaki na kutenda mema na kuinulia wasikilizaji wa Ruben FM. Unamjua kila mmoja na hitaji lake unalijua Bwana. Wengine ni wagonjwa ukawaponye, wengine ni wadhaifu watie nguvu, wengine Bwana wana matatizo mbalimbali. Jehova, wewe ndiye mlinzi na wewe ndiye mtetezi. Ukakumbuke watu wako na ukawarehemu na kuwasaidia, kwa maana unaweza Bwana. Yesu Kristo uzidi kutusaidia, kwa maana wewe ndiye mwenye nguvu. Tunaposikiza neno lako Bwana, kanipe hekima na maarifa kunena yapasayo na yastahiliyo kwa ajili ya siku ya leo. Atakayesikiza neno lako naomba likambadilishe, likamfanya kuwa mwana katika ufalme. Kipingamizi na kizuizi Bwana Yesu kaondoe. Mshale wa adui shetani tunakanusha upate kushindwa katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu tamalaki, ukatende mema, damu yako itutakase, kanene mema, tukaone ushindi na sifa zitakurudia. Tumeamini kwamba umetenda na utazidi kutenda. Mungu wa Abraham, Isaka na Yakobo, kama vile ulishivyo, mapenzi yako pekee yatimie sasa na hata milele. Katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo tunaomba na hata kuamini. Amen and amen. Hallelujah. Nakusalimu tena msikilizaji mpendwa katika jina la Yesu Kristo. Nina imani ya kwamba umekuwa pamoja nami katika maombezi. Muamini Mungu, mtumaini na pia umsubiri yeye, atakusaidia. Usiwe na mashaka wala usichukue hatua mbaya. Duniani mambo ni mengi, vikwazo ni vingi, mazito ni mengi, lakini kwa yote tunastahili kufanya jambo hili. Kitabu kile kabla niingie katika somo letu, mambo yote ambayo tunakuta duniani, mazito, magumu, hali zote ambazo tunakuta nazo, tunastahili kufanya jambo hili. Kitabu cha Mika 7 mstari wake ni wa 7. Mika 7 mstari wa 7. Yote ambayo tunapitia, mazito kwa magumu, kukataliwa, kusimangwa, kuwekelewa au kusingiziwa na mateso ya hapa na pale, yote kwa hayo tunastahili kufanya hivi. Mika 7 mstari wa 7, maandiko sema, lakini mimi nitamtazamia Bwana, nitamngojea Mungu wa wokovu wangu.
Mungu wangu atanisikia. Kwa yote ambayo tunapitia na yote ambayo yanatukumba, tunastahili kumtazamia tu Bwana na kumngojea yeye ambaye ndiye wokovu wetu, na hakika yeye ni Mungu ambaye anasikianga. Ukimuita huwa anasikia na anatenda. Kwa hivyo usikubali kuchukuliwa na mapito na kutenda dhambi. Usikubali kuchukuliwa na hali ya maisha na kutenda maovu. Usikubali kuchukuliwa na chochote kile na kufanya yale ambayo yampendezi Mungu. Ni vizuri kuwa mtu ambaye unamtazamia Bwana katika yote, na unajifunza tu kumngojea Mungu na kuendelea kumuita tu Bwana, na bila shaka ni mwaminifu. Kila anayemtazama Bwana anapata wokovu. Akamwambia Isaya, waambie wanitazame mimi wataokolewa nchi zote za dunia. Na wale ambao wanamngojea Mungu pia huwa wanamuona. Those who wait upon the Lord, God renews their strength. Na wale ambao wanamuita Mungu huwa anasikia maombi yao. Kwa hivyo ni vizuri mpendwa, inawezekana umekupata mambo unasikia kufanya maovu, usikubali. Mtazamie tu Mungu. Kimwangalia Mungu ana mawazo mema na wewe, ana mpango mema na wewe. Na ukimngojea Bwana, hakika wale walimngojea waliona wokovu wake. Na ukiendelea kumuita Mungu pia atakusikiliza. Kwa hivyo usichukue hatua mbaya. Ukiona ni baya usitende. Hata kama unapitia shida, vumilia. Mngojee Mungu. Tazame yeye. Mtumaini yeye na kumuita kila wakati, na bila shaka atakusaidia, kwa maana ndiye mwenye nguvu. Ndiye mwenye uwezo. Nikurudisha katika somo letu la siku ya leo. Tunazidi kuangazia mwezi unapoisha tunakamilisha lile somo la tamaa na kitu kinaitwa kiburi. Na hiyo ni vitu vile ambavyo vinazuia baraka. Kiburi na tamaa vinazuia baraka katika maisha ya mwanadamu. Lazima tuondoe kiburi, tuwe watu wenyekevu. Tuondoe tamaa, tuwe watu ambao ni wa kuridhika. Tuweze kuridhika na tumtarajie Bwana wa kila jambo, na hapo ndipo ushindi tutauona. Narudia maandiko ambayo tuliyasoma ndio niweze kuweka msingi kidogo, alafu nikupeleke kwa neno la mwisho katika somo hili, kibagizo cha somo hili la kuondoa kiburi na tamaa. Tuweze kuwa watu humbled na watu ambao wanaridhika, ili tuone msaada wa Mungu. Daudi akasema hivi katika Zaburi 131. Daudi akasema in Psalms 131, akasema Bwana, moyo wangu hauna kiburi, wala macho yangu hayajainuka, wala sijishughulishi na mambo makuu, wala mambo yanayozidi nguvu zangu. Hakika nimeituliza nafsi yangu na kuinyamazisha, kama mtoto aliyeachishwa kunyonya kifuani mwa mama yake. Roho yangu ni kama mtoto aliyeachishwa kunyonya. Israeli, umtarajie Bwana tangu leo na hata milele. Daudi akawa anamwambia Bwana, moyo wangu hauna kiburi. Moyo wangu hauna kiburi, na pia sina tamaa. Nimeamua tu kunyamazisha roho yangu. Na akasema ashughuliki na mambo yanashinda uwezo wake, wala mambo makuu. Na akamwambia Mungu ameamua tu kumtarajia. Na mimi na wewe tukitaka kuona baraka za Bwana na tuone Mungu akitupigania, lazima tuondoe kiburi maishani mwetu. Tuishi maisha ya unyenyekevu kwa kila hali, kwa kila jambo. Na pia tuwe watu ambao wanajifunza kutosheka sana, hawashughulikii mambo yanashinda uwezo wao. Nikwambia Mungu anapotuumba ametuumba, amekuweka mipaka. Usikompete na watu na usitake kuwa kama fulani. Wewe ishi vile Mungu amekuweka, bora tu usimtende dhambi. Endelea kufanya vile Mika ametuambia, kumtazamia Mungu na kumngojea yeye na kuendelea kumuomba Mungu. Na ukimtarajia Mungu naye ataonekana. Na wiki iliyopita tukamalizia na Waebrania 13. Waebrania 13, habari za kutosheka, kuridhika. Maana kuridhika ndio watu wengi pia hawana. Watu wengi hatuna kuridhika kabisa. Tumeingiwa tamaa ya kile na kile na hiki na kile, kiasi ya kwamba tunachukuliwa na dhambi na tunakosa kuona msaada wa Mungu. Lakini tunastahili kujifunza kutosheka, kuacha kushughulikia mambo ambayo hayanatushinda uwezo. Tuache kushughulikia mambo makuu, tamaa tuondoe. Tujifunze kutosheka na tuishi katika ile mipangilio ya kiungu. Na Mungu anasema kwamba 13 ya Waebrania 13 mstari wa 5, anasema msiwe na tabia ya kupenda fedha, muwe radhi na vitu mlivyo navyo, kwa kuwa yeye mwenyewe amesema, sitakupungukia kamwe wala sitakuacha. Mungu anatuambia yeye hawezi kutupungukia na wala hawezi kutuacha. Lakini ndio tuweze kuona Mungu akiwa atupungukii na atuachi, tunaambiwa kwamba tusiwe tabia kupenda fedha.
tusiwe na tabia kupenda fedha, tusiwe na tamaa ya fedha. Tutosheke na kile tuko nacho. Nasema turidhike na kile tuko nacho. Kile kiko nacho, unaridhika na hicho. Ukijua kwamba Mungu ambaye amekuumba, amekutunza tokea utotoni mpaka leo, hajakulinda ili akutese. Ameshatupea ahadi katika Yeremia 29:11 kwamba mawazo anatuwazia ni mema. Na mipango ambayo ako nayo ameshetu mtu wa Mungu ni mipango mema. Kwa hivyo hatustahili kuingiwa na tamaa. Maana tuliona kwamba mtu akiingiwa na tamaa anaingia njia ile ya dhambi. Mtu akiruhusu tamaa mtawale anaingiwa na roho ya uuaji, anaingiwa na roho ya wivu, mpaka anaenda kwa waganga kwa sababu tu ya tamaa. Kwa hiyo ni vizuri kuelewa kwamba Mungu anatuambia kwamba hawezi kutumuukia na hawezi kutuacha. Lakini lazima tujifunze kutosheka na kile tuko nacho. Turidhike na kile tuko nacho. Ndiyo Mungu naye akiona kuridhika kwetu, sasa atafungua milango ingine. Akiona kule kuridhika, maana mtu aliyeridhika pia ni mtu akona shukrani. Lakini mtu ambaye hajaridhika ni mtu ana complain. Na mtu ana complain hawezi kuona ushindi. Wana wa Israeli waliponungunika, maandiko yanasema nyoka zilishuka, zikaanza kuwauma kwa sababu walinungunika. Kwa hiyo mtu ambaye akona tamaa ataishi maisha ya kunungunika, kulalamika kila saa, hata kama akona kitu, hata ona kama akona nayo, atadharau hata uwezo wa Mungu. Na kwa sababu hiyo Mungu hawezi kumsaidia mtu kama huyo. Lakini tukiwa watu ambao wanaridhika na kile tuko nacho, tukielewa kwamba Mungu aliyetuumba ametuwekea mipaka. Na yeye ni Mungu ambaye anatoa mtu hatua moja kwenda hatua nyingine. Na Mungu yeye ananga kipendeleo. Akikufikia, hata Suleimani akasema bahati huwa inampata kila mtu. Bahati huwa inampata anybody kwa wakati ule Mungu amepanga. Sasa tukisimama katika njia za Bwana kwa kuwa watu ambao wanatosheka na kile tuko nacho, tunaondoa tamaa, tunaondoa ile maisha ya kucompete. Paulo akiwa anaongea na Wafilipi akawaambia msifanye mambo kwa kuwa watu ambao wanashindana. Wafilipi 2:3. Wafilipi 2 mstari wake ni 3, wanasema msitende neno lolote kwa kushindana wala kwa majivuno, bali kwa unyenyekevu kila mtu na amhesabu mwenziwe kuwa bora kuliko nafsi yake. Tusifanye mambo, kama ni biashara usifanye kwa kushindana na watu. Kama unajiendeleza kimaisha, una project wako, usishindane na watu. Kwa sababu ukishindana na watu, Mungu atakuondokea, na akikuondokea mipango yako itafail. Na ikifail, roho ya shetani itakuingia. Ikwambie ni fulani ndiye amefanya. Kwa hivyo wenda kwa mganga, mchukie kwa sababu ya tamaa. Kwa hivyo ni vizuri tuwe watu ambao tunaridhika na kile tuko nacho, tukijua kwamba Mungu ni Mungu wa kutuinua, ni Mungu wa kutuongeza. Is a God of multiplication. Is a God who has created us to lift us. Na ndio maana ulizaliwa au uongei, uzai unaongea. Huyo ni Mungu wa kuongezea utukufu. Tulizaliwa tutembei, sasa hivi mimi natembea. Nimejileta kwenye studio. Lakini nilizaliwa kama sitembei, hata macho yaoni. Lakini maana Mungu aliyeniumba ni Mungu wa kuongeza. Ameniongeza nikakuwa mtu mzima. Kwa hivyo hatustahili kuingiwa tamaa na kuanza kutumia njia simpendezi Mungu. Tunastahili kuwa watu ambao wanaridhika na kile tuko nacho, tukiamini kwamba Mungu aliyeniumba akaniumba kama mtoto, sasa niko mtu mzima. Huyo Mungu tu ndiye atanibariki. Kwa hivyo nitawacha tamaa. Na ishara moja ya tamaa ni kuwa na mashindano na watu. Unaposhindana na watu, hiyo ni ishara kwamba una tamaa kali. Una tamaa mbaya sana. Na kwa sababu ya hiyo utaingiwa na chuki. Utaingiwa na ile roho ya ukabila. Utaingiwa na ile roho ya kudiscriminate watu na kudharau pia watu wengine. Na mwisho wake hapo ndipo utaingiwa na ile roho ya Kaini ya kuua mwenzako. Kaini alipokuwa ameshindwa kutosheka, aliua mwenzake. Badala aende afanye bidii afike mahali mwingine amefika, akaamua kuondoa huyo, akifikiria nikimuondoa sasa mimi ndio nitakuwa pale. Na iwezekani. Ukiondoa mtu kwa baraka Mungu amemwekea, wewe huwezi kusimiliki. Wanasema Waswahili mtaka yote kwa sababu yote. Kwa hivyo Mungu aliyetuumba ametuumbia baraka zetu. Na hatuwezi barikiwa siku moja sote. Kila mtu ana siku yake Mungu aliyempangia ya kuonana na Mungu wake, ya kupata bahati ya Bwana,
Lakini ndio tufike hapo, lazima tuwe watu ambao wamevaa unyenyekevu na kuridhika. Amesema tusitende neno lote kwa kushindana wala kwa majivuno. Mtu wa tamaa huwa anajivuna. Mtu wa kiburi ni mtu wa kujivuna. Mtu wa tamaa ni mtu wa mashindano. Lakini Mungu anasema tufanye mambo yote kwa unyenyekevu na tuwahesabu wengine kuwa bora kutuliko sisi. Mtu aliyeridhika anaona wenzake kuwa ni bora kumuliko yeye, kwa sababu is a contented person. Mtu ambaye ni humbled, hata dharau wengine, ataona wenzake kuwa ni bora kumuliko yeye. Kwa hivyo mambo atakayofanya atafanya in humbleness. Na tuliona kwamba unyenyekevu unaleta kuinuliwa, kiburi kinaleta uharibifu. Unyenyekevu unaleta utukufu, kiburi kinaleta aibu na fedhea. Tamaa inamtenga mtu na Mungu, lakini kuridhika kunaweka mtu katika the supply of God. Wakati mtu ameridhika, amefungua mlango wa Mungu kushughulikia maisha yake. Lakini mtu wa tamaa, Mungu hawezi kumshughulikia, anamwachilia. Kwa sababu mtu wa tamaa lazima ataanza kuwachukia wengine fulani ambao wako navyo. Ataanza kuwasengenya wenzake, kuongea vibaya kuhusu wengine ambao wanavyo. Na mtu wa tamaa kila wakati ataona kama anachukiwa, ataona kama watu wampendi kwa sababu ya tamaa zake mwenyewe. Na mwisho wa siku shetani atamuingia mtu huyo, ampeleke kwa njia zisizofaa. Sasa mtu ameingiwa tamaa, hawezi karibu na Mungu. Kwa hivyo ni vizuri watu wa Mungu tujifunze kutosheka na kile tuko nacho, na tuweke imani kwa Mungu, na tuishi maisha ya kumtarajia Mungu. Usimwangalie fulani na useme nitaka kukaa kama fulani, ama fulani anajifanya ako navyo. Wewe mtazame Mungu aliyekuumba, na wewe ushike amri zake. Petro amesema tunyenyekee chini ya mkono wa Mungu uliodari, na yeye Mungu atatuinua kwa wakati wake. Kuna wakati wako Mungu amekupangia wa kuinua mtu wa Mungu. Usiingiwe tamaa ukaweke vitina katikati yako ya mfanyikazi na bosi wake, akafutwe na wewe ukaandikwe. Hautabarikiwa ukifanya hivyo. Usimsingizie mtu ndio sasa ashushwe mamlaka, wewe ukawekwa hapo, hautaona baraka. Kama mtu ameinuliwa, maandiko anasema tufurahie na wale wanafurahia. Kama mtu amepata neema kazini, bosi amemkubali, furahia na yeye, siku yako itafika na wewe utabarikiwa, utainuliwa. Lakini ukiingiwa tamaa, useme ingekuwa mimi, uanze kutafuta tu vitina. Anaiba, unaanza kupeleka fulani ni kama anaibanga, tumchunguze sana. Kumbe ni tamaa imeingia. Tamaa inatembea na wivu. Mtu wa tamaa na wale wako navyo anawaonea wivu, na wivu anaanza kuwasingizia, anawapeleka wengine kwa wachawi, kwa sababu ameingiwa na wivu, imetokana na tamaa. Lakini mpendwa, Mungu ametupangia maisha, amepanga baraka za kila mtu. Hakuna mtu ameumbwa akae mateso milele, lakini tamaa ndio ikitawala mioyo yetu, inatutenga na Mungu. Mtu wa tamaa ametengwa na Mungu, kwa hivyo hawezi kuona Mungu. Na mtu wa tamaa hakuna siku atatii Mungu. Mtu wa tamaa anakuanga akona ile inaitwa have my own way, nitajifanyia mambo vile nataka. Tamaa inakuambia rule yourself. Lakini mtu aliyetosheka anakaa chini ya leadership of God, anakubali kuwa submissive to the authority of God, to the law of God, to the guidance of God, to the counsel of God. Na hapo ndipo sasa mtu huyo anapata mafanikio. Lakini mtu wa tamaa ni kama Akani, wakati alikuwa atamana dhahabu, alikosa kusubmit to the law of God. Mungu amesema mkiingia Jericho, don't pick anything. But because of greedy ambayo Akani alikuwa nayo, alikosa kusubmit, alikosa kutii. When you are living in greedy, you cannot submit to the law of God. You can never, even you cannot believe. Huwezi kuamini. Mtu wa tamaa, imani inauawa na tamaa. Ukiingiwa na tamaa, ukikosa kutosheka na kile uko nacho, uingiwe tamaa, utaingiwa na ile roho ambayo ni ya kumdauti Mungu. Na hapo ndio utaanza kujitafutia njia yako. Utaanza kushindana na watu. Utaanza kufanya mambo kwa mashindano, kwa sababu ya kwamba tamaa imetawala moyo wako. Lakini ukijifunza kuridhika, contentment inaumba imani ndani ya mtu. Mtu aliyeridhika, Daudi amesema sijishughulishi na mambo yanashinda uwezo wangu, na akasema kwamba
wala mambo makuu shughuliki nayo, lakini nimetuliza nafsi yangu kama mtoto aliyeachwa kunyonya, na akasema sasa ninamtarajia Bwana. I am expecting God. So when you have contentment, you create a room for belief. Unakuwa na nafasi ya kumwamini Mungu, na kila amwaminie Mungu atajengwa. Kila ambaye anamwamini Mungu anafanikishwa na Mungu, kwa sababu amemwamini Mungu. Na mtu wa imani, maana amesema without faith you cannot please God. Mtu ako na imani ndio anakuwa na ile neema, nguvu ya kumpendeza Mungu. Na imani imetokana na contentment. Ukitosheka unaweka imani kwa Mungu, kwa maana unamwamini Mungu. Sasa mlango wa dhambi hautaupitia. Utakuwa na ile power ya kukataa dhambi because you believe in God. Na hapo ndipo utaishi maisha ya kumpendeza Mungu. Na mkimpendeza Mungu, sasa Mungu ndiye atafungua milango ya maisha yako kwa wakati wake, sio kwa wakati wa nabii fulani. Wale manabii wanawaambia ati nakupea siku 7 utakuwa umebarikiwa, nakupea miezi 2. Those are false preachers. Soma Jeremiah 28 uone mambo hayo. Kulikuwa na nabii Anania, alikuwa anaambia watu miaka 2 haitaisha mtakuwa umetoka Babiloni, lakini Jeremiah anawaambia msimsikilize, anawadanganya. Usiwasikilize hao manabii waliotokea ati nakupea siku 3 utakuwa umefanikiwa. Hakuna mtu anajua the timing of God, hata mmoja. Hakuna mtu anayejua the timing of God. Sisi kazi yetu ni kuamini, na imani ni kuwa na hakika mambo yatarajiwayo yasiyoonekana. Na ndio tuwe na imani itakayoleta msaada wa Mungu. Lazima tuondoe tamaa katika maisha yetu, tujifunze kuridhika na kile kidogo tuko nacho. Ndio tutakuwa na imani kwa Mungu, ambapo ile imani italeta msaada wa Mungu kwa ule wakati ambao Mungu ameupanga. Na mtu ambaye ametosheka hatawahi kuwa na mashindano. Atakuwa anaishi maisha yale Mungu amempangia. Atakaa katika ile inaitwa the boundaries of God. Kwa hivyo hatakuwa na kusema watu wengine wanaendelea, mimi siendelei. Pastor, nichunguzie jirani yangu anauza na mimi siuzi. Hiyo ni maisha ya mtu ambaye anaishi na tamaa. Mtu ako na contentment, anajua kama mwenzangu anauza, siku yangu ya kuuza itafika. Na ikifika uchawi hawezi kunizuia. Siku yangu ikifika, mganga hata kama ni wa kwetu hawezi kunizuia. Kwa hivyo mtu ametosheka pia anaondoa kitu kinaitwa manunguniko. Hapo tu wa Filipi 2 mstari wake wa 14 anasema, yatendeni mambo yote pasipo manunguniko wala mashindano, mpate kuwa wana wa Mungu wasio na lawama wala udanganyifu, wasio na ila katika kizazi chenye ukaidi kilichopotoka, ambacho kati yao mnaonekana kuwa kama mianga katika ulimwengu huu. Tuko ndani ya kizazi ambacho Paulo anasema kimepotoka. Kizazi ambacho mtoto amelelewa na baba yake anamtoa kafara. Kama nilisikia mwingine anatoa mama yake kafara aoleke kwa mzungu. Yaani kuoleka kwa mzungu, unatoa mamako kafara ndio utengenezewe roho ya kumkamata mzungu akakuoe. Akisha kuoa atakupeleka mbinguni. The perverse world generation ambao ni ya ukaidi imepotoka. Mama anateseka na mtoto anaingiwa tamaa ya magari, anatoa mamake kafara. Kizazi kipotovu sana hiki. Lakini Mungu anasema tunastahili sisi kutosheka, tukijua kwamba Mungu aliyetuumba ametuumba atuinue utukufu kwa utukufu kwa wakati wake, katika misingi ya kutosheka na kile tuko nacho, kiasi ya kwamba tumeondoa manunguniko, tumeondoa mashindano, na tumeondoa ile inaitwa kule kuwa na wivu na watu. Unakuwa kwamba unaweza kufurahia mwenzako akiwa nacho. Unajua hii roho ya tamaa imeingia mpaka ndani ya makanisa. Watu wanamtaka Roho Mtakatifu kwa tamaa zao. Ndio wakimwona mtu aliyebahatika kumpata Roho Mtakatifu, wanaanza kumuinukia hata ndani ya kanisa kwa sababu ya tamaa. Wanaanza kumwekelea mambo, wanaanza kwa sababu tu ya tamaa. Yaani imeingia mpaka ndani ya makanisa. Kiwango roho ya wivu pia imetawala ndani ya church kwa sababu ya tamaa. Watu wataki watosheke mahali Mungu ameweka, waendelee kumtafuta Mungu, kumuomba Mungu,
kumtumikia Mungu, Mungu mwenyewe awainue kiwango kingine. Wanataka waruke haraka haraka, na hiyo mpendo haiwezekani. Na tukidhubutu hayo, ndio unakuta kwamba wengine wanaingia maroho machafu, familiar spirits, divination spirits, maroho ya ila fallen angels yanaingia ndani ya watu, wanaanza kutoa unabii wa ajabu, wanaanza kuambia vitu vya ajabu tu, wakisema ni Mungu, kumbe si Mungu. Wakati unaruhusu tamaa inakutawala, ujue ukiwa umeokoka na unaishi maisha ya tamaa, utapata ile roho ya shetani ambayo inajigeuza kuwa roho ya Mungu, itakuingia na utaanza kutoa unabii ambao haukusiwa ukweli. Utaanza hii nabii, unasikianga watu wanaonyesha wengine ati fulani ni adui yako, sasa anaonyesha wenzake. Ni kwa sababu hii roho imetokana na mtu aliingiwa na roho ya tamaa. Tamaa, watu wa Mungu, ni vizuri usifanye mambo kwa manunguniko. Manunguniko ni ishara ya tamaa. Whenever you are complaining, it is a sign that you are living in greed. You are living in lust. Ndio maana unaingiwa na ile kucomplain, kunungunika, mbona mimi, mbona kwetu, mbona, kwa sababu unaishi na tamaa. Lakini mtu aliyetosheka hawezi kunungunika. Mtu aliyetosheka anakuwa na ile moyo wa shukurani, anaishi na ile shukurani kwa sababu ni mtu aliyetosheka. Na hapo ndipo Mungu amesema tukiridhika na kile tuko nacho, hawezi kutuacha na hawezi kutupungukia. Atakuwa karibu na sisi na atatuinua for his own time. Mtu wa Mungu, usikubali tamaa ikutawale. Jifunze kutosheka. Na kama mambo yamekuwa magumu, mtazame Mungu, usianze kunungunika. Usianze kublame watu. Mtu anatamani ananungunikanga na anaanza kublame watu na anaanza kuishi maisha ya mashindano. Anaanza kujikompea na watu kwa sababu ya tamaa. Ati mbona mimi si kama fulani? Mbona kwetu watu fulani wanaendelea, mimi siendelei? Hiyo ni ishara ya tamaa. Ungelijua kwamba kila mtu alipangiwa maisha yake na kila mtu alipangiwa siku yake. Kwa hivyo kama fulani amesaidika, ni siku yake. Wacha mimi nitumikie Mungu na nimsubiri Mungu na ningojee Mungu anifikie siku yangu, aniweke mahali panapofaa. Huyo ndiye mtu ambaye Mungu anamtafuta. Lakini wengi tumeingiwa tamaa, tunaishi maisha mashindano, manunguniko, tunakuwa mpaka tunaingiwa iye uongo. Mtu wa tamaa lazima adanganye. Ukitumwa hivi unadanganya. Ukinunua kitu na shilingi 5 unadanganya mwenzako nimenunua na 50. Tamaa, udanganyifu unaingia. Mtu wa tamaa anaingiwa mpaka na ile roho ya uasi. Ile roho ya uasi ndio mnakuta mtu ametoka kafara baba yake, ametoka kafara ndugu yake, ameingiwa na ile roho mbaya kwa sababu ya tamaa. Watu wa Mungu, usikubali tamaa itawale moyo wako. Ni vizuri kutosheka na kile kidogo uko nacho na umtarajie Bwana katika maisha yako na utaona ushindi. Naona muda wangu umekwisha. Naomba nikusomee maneno hapa, nikuache nayo. Mwezi unapoisha, mtu wa Mungu, tuondoe tamaa, tuondoe kiburi, tujifunze kunyenyekea na kuridhika, na sisi tumtazame Mungu na tumtarajie Mungu kila jambo. Na wale waliosaidika, furahia na wao, watakie mema, ongea mazuri kuwahusu. Usinungunike na Mungu naye atakusaidia. First Timothy, na kuachia maneno haya. Timotheo wa kwanza 6 mstari wa 6. Timotheo wa kwanza 6 mstari wa 6. Anasema, lakini utauwa pamoja na kuridhika ni faida kubwa. Utauwa pamoja na kuridhika ni faida kubwa. Usimseme tu na muamini Mungu na hauridhiki. Usiseme tu najua Mungu yupo na wewe hautosheki. Mtu unaposema I believe there is God, make sure also you are content with the little you have. The little you have, not the much. The little you have. Now if you are not contented with the little you have, it shows you are not faithful and you are not ready for much. Wakati mtu ametosheka na kile kidogo ako nacho, ni ishara ya kwamba huyo ni mtu anastahili baraka. Hiyo ujue hivyo. Wakati unakosa kutosheka na kile kidogo nacho, ni ishara ya kwamba wewe si wa kubarikiwa. Na mimi naulizanga watu, kama uko na kidogo na unanungunika na ukipewa vingi, kuna watu wengine Mungu anakuangalia hivi, anakuta vile umeingiwa tamaa, anasema huyu nikambariki, atamaliza watu. Wacha akaange hivyo. Kama nampea kidogo na anachukia watu, anaonea watu hivyo, anaishi maisha ya kuongelea wengine vibaya, sasa nikimbariki, Mungu anakanyagia baraka.
tujifunze kutosheka. Amesema utaua godliness, kuwa mtu wa Mungu, kumpenda Mungu, kumtumikia Mungu, na uongezee kutosheka na kile kidogo uko nacho. Anasema hiyo ni faida kubwa sana, faida kubwa sana. Na akatuongezea maneno ya kuonyesha kwamba hii kutosheka tutaipataje. Akasema kwa maana hatukuja na kitu duniani, tena hatuwezi kutoka na kitu. Sometimes we forget this. Tunaingiwa tamaa kwa maana tunasahau ya kwamba tulikuja bure na tutatoka bure. Tunasahau. Ndio unakuta tumeingiwa tamaa, tunanungunika, unasema fulani, mbona fulani anapata pesa mingi kuniliko, nichunguzie pasa fulani ni kama ananironga, kwa nini yeye anauza mimi siuzi? Kwa sababu tumeshasahau ya kwamba tulikuja bure na tutatoka bure. Ukifahamu hilo, utajifunza kutosheka, na ukitosheka itakupea nafasi ya wewe kumtumikia Mungu kwa utakatifu. Na mtu ametumikia Mungu kwa utakatifu, Yesu amesema ukitafuta ufalme na haki yake, yale mengine anaongezea. Anajua yale alikupangia wewe, anajua yale alinipangia mimi, anajua yale alipangia yule mwingine, lakini tunaweza kuyaona tu tukijifunza kutosheka. Na ndio uwe mtu ametosheka, lazima ukumbuke kuna siku nitatoka duniani na nilikuja bure, nitaenda bure. Kwa hivyo niache tamaa ya vitu vingi, nitosheke na kile niko nacho, niamini Mungu aliyenipa hiki kidogo atanipa na kile kingine nataka anipe. Na Paulo akasema we should not be anxious for anything, but we should be prayerful in everything. Badala ya kuwa na wasiwasi na kuingiwa tamaa na kutafuta njia mbala, tunakuwa watu ambao wako na imani na Mungu na wanamuomba Mungu wetu na wanamwomba Mungu, na hapo ndipo Mungu ataachilia ushindi katika maisha yetu. Nikimalizia nasema ila tukiwa na chakula na nguo tutaridhika na vitu hivyo, lakini hawa watakao kuwa na mali waanguka katika majaribu na mitego. Ile ulikumbuke, mtu ameingiwa tamaa ndiye anaingia ndani majaribu mengi. Ukisikia unasema akimepitia majaribu mengi, wakati mwingine si majaribu, ni tamaa zetu. Hiyo ni kitabu cha Yakobo, anasema Mungu hajaribu mtu, lakini mtu hujaribiwa na tamaa yake mwenyewe. Ile tamaa inapoingia hivi ndio mtu anaingia majaribu. Sasa mtu ukiingiwa tamaa, majaribu yanakuwa mengi, unaingia ndani ya mitego. Na anasema na tamaa nyingi zisizo na maana, zenye kudhuru, zinazowaingiza watu katika upotovu na uharibifu. Ndio mtu anaingia Illuminati, anaenda kwa waganga, mwisho wake anaua familia yake, anachukua majini, anapata gari. Sasa mwisho ukasa majini nakula familia mzima, unakuta boma mzima haina kitu, ni makaburi zimejaa, watu wamekufa wote. Faida gani? Na Mungu si eti ameshindwa kutupea gari, si eti Mungu ameshindwa kutubariki. Anaweza kutubariki kwa wakati wake. Alibariki na Daudi, alibariki na Yusufu, anaweza kutubariki kwa wakati wake. Mtu wa Mungu usiingiwe tamaa, usije ukajiingiza ndani ya upotovu, maagano ya kishetani, mwisho wake ni uharibifu. Usikubali mpendwa, usikubali mtu wa Mungu. Ni vizuri kwa mtu ambaye ni wakutosheka. Musa akumaliza anasema maana shina moja la ubaya wa kila namna ni kupenda fedha, ambayo wengi hali wakiitamani hiyo wamefarakana na imani na kuchomwa kwa maumivu mengi. Wengi wakitamani pesa, tamaa ikiingia, wamefarakana na imani. Angalia, Mungu anasema wakisaacha imani, wakitafuta hizo fedha, wanaingia ndani ya maumivu mengi. Maumivu. Baraka za Mungu asina machozi, asina kilio. Zingoje mtu wa Mungu. Jifunze kutosheka na usiwe na kiburi. Kuwa mtu mnyenyekevu, tosheka, muombe Mungu, mtafute yeye, atakusaidia. Maana muda wangu umekwisha, naomba nikuache na hayo. Tafakari, naomba Mungu atuondolee tamaa, atuondolee kiburi, atupe kuridhika na kuwa na moyo wa unyenyekevu, ndipo tuone baraka zake na uzima wa milele. Mara ulipo, tuamini na tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo nasema ni asante kwa mwako na fadhili zako, asante kwa neno, asante kwa usikizaji, asante kwa ujumbe wa watu tumemaliza. Jehova, wacha neno lako litie nguvu, likazae matunda na likaleta watu kwa ufalme wako. Tunakuomba tu Jehova utusamee mali tumekuwa na tamaa na kiburi, tusamee Bwana, takase na pia utubadilishe. Uondoe ile tamaa, uondoe kiburi, tupe mioyo ya kunyenyekea na mioyo ya kutosheka Bwana, tukaone baraka zako. Asante kwa maana nakutenda wewe ni Mungu wa kweli, Mungu wa pekee. Na kuinulia studio hizi na kutawala, damu yako ikanene mema. Wasikilizaji wote Bwana ukawabariki na kuwainua. Wahusika wa kipindi Bwana ukawabariki na kuwainua. Kila mmoja ukamuonekanie sawa sawa na hitaji lake. Tunaomba usiku wa baraka, usiku wa amani. Nakataa mikasa, mikosi, mambo yote mabaya, maajari, chochote ambacho kimeinuliwa na shetani tunakemea kipate kushindwa katika jina la Yesu Kristo. Damu yako itufunike na ikanene mema. Mungu wa Abrahamu, Isaka na Yakobo, kama vile uishivyo, mapenzi yako pekee yatimie sasa na hata milele. Katika jina la Baba
la Mwana na Roho Mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo tunaomba na hata kuamini. Amen and amen. Bwana amani akubariki sana. Majina yangu ni Pastor Isaac, kanisa ni Holy Way Ministries. Namba yangu ya simu 01 17 12 64 84, 01 17 12 64 84, au 07 13 10 66 42, 07 13 10 66 42. Kwa mtandao ni Holy Way Kenya. Hadi wiki ijayo, Mungu akubariki na kutende mema. Shalom. God bless you so much.